Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema serikali itaendelea kuimarisha mfumo wa kuwapokea na kuwachagua marukutu wa polisi ili kuhakikisha wanaojiunga na huduma hiyo wana maadili mema na nidhamu ya hali ya juu. Recruitment policy needs to change on psychometric testing and testing for drugs and whatever. Yeah. To be very honest, we didn't do well there. The KDF did a very good job there, and they were not apologetic when they sent students home for drugs and for alcohol abuse. Murkomen alisema hatua hiyo itasaidia kujenga kikosi cha polisi chenye uwajibikaji na uadilifu kwa wananchi. Aidha, alipongeza idara ya polisi kwa hatua ya kuwafukuza marukutu 54 kutoka chuo cha mafunzo ya polisi cha Kiganjo kutokana na visa vya utovu wa nidhamu. Among them, 54 had their causes terminated because of various reasons. 1. Pregnancy and related issues, 18 were discontinued. Forged academic certificates, 18 were discontinued. Forged identification documents, 2 were discontinued. Health conditions, 2 were discontinued. Disciplinary issues, 3 were discontinued. Previous conviction, 10 were discontinued. And then 1 opted out due to sickness, a total of 54. Akizungumzia nchini Kiganjo, kaunti ya Nyeri, Waziri Murkomen alisisitiza kuwa serikali haitavumilia mienendo yoyote inayoharibu taswira ya huduma ya polisi nchini. They were very firm. It didn't matter whether you are a big man or a small man. If you are a relative of who, they just told you sorry. It's not possible. So we should also be firm in the recruitment and say sorry for those who. So Nikiripotia runinga ya TAS, kaunti ya Nyeri, mimi ni Jacqueline Akoth.